tunavyokwenda tarawih ndivyo watu wanapokimbia misikitini. Kule kwetu zimebaki safu tatu. Tena safu tatu hizi unazipata siku kama Manchester na Arsenal juzi imecheza, ilikuwa balasha kidogo tufunge msikiti. Siku ya Arsenal na Manchester kidogo tufunge msikiti. Ni wale watu wazima wale, vijana wote hawako msikitini. Ndugu zangu, tumeshaona maiti za vijana, tumeshaona maiti za watu wakati, tumeshaona maiti za wazee. Jana nilisema kule Bongo, huwa watoto wanaona wazee watakufa haraka kwa sababu wamezeeka. Kila mmoja hukufa kwa sababu. Nao wazee wanaona watoto watakufa haraka na ukimwi. Wamo tunaoiona sisi bado tuko watoto tukiza wasikia hawa. Shekhe kufa sikuumwa. Ndugu zangu, tujikusanyeni, tujipange kufanya ibada katika kumi la kati. Zamani. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hizi. Zamani tukiwa msikiti wa Magongo wadogo na wazee wetu Mungu awarehemu, kina mzee Ali, kina mzee Baho, kina Maalim Goshi, kina Ismail, tulikuwa tukimaliza tarawih sote tunakaa ile pamoja tunasoma Qur'an juzuu moja kila siku. Ile ya kusikizana. Kina Ustadh Umar, kina nani hao, kina Yahya huo tunasoma. Tarawih yetu ilikuwa ni hii ya 21 Allah. Lakini wale wazee hawatoki msikitini mpaka wahitimishe juzuu moja. Ala al-aqali, kwa uchache na ujinga wako, baadaye usome juzuu moja. Kwa mwezi huo umemaliza juzuu 30, kwa sababu ni mwezi wa Qur'an. Hii kufunga peke yake haitoshi. Utaniuliza swali, sasa mimi sijui kusoma msahafu, tuko hatujui, tafanyaje sasa? Kile unachokijua kusoma kwenye Qur'an kirejelea. Kama wajua juzuu ya ama ibambanye hiyo every day, ili at least kwa mwezi huo umesoma mara ngapi? Mara 30. Isikupite siku bila kusoma Qur'ani. Qur'ani inakuja kuombea sifa siku ya kiyama kwa yule mwenye kuisoma. Isipite siku wewe iwe umetoa hata kama ni pakiti moja ya maziwa kumnunulia mtu asiyejiweza kupika chai, basi nunua hata kama ni kaimati, mkaribishe mtu. Yani isipite siku bila kujiongeza kiamali, mbali na kufunga kama kufunga. Jamani, tunafahamikiana? Mbali na kufunga kama kufunga, hakikisha kuna kitu umefanya. Wakina mama wanaonisikiza majumbani, nilisema tengeza vitu kidogo, kaimati. Basi Mswahili akileta hicho kijikaimati mfuko chake kidogo, mwezi siku moja akamara kazi. Ukimwona napeleka juzi, napeleka shekhe, huu ni mwezi wa kutafuta. Inasemekana Maka kule kufungua muadhini ndio kula kabisa. Kila mmoja anajipinda kuhakikisha atapata kitu cha ziada ndani ya mwezi, mbali na kwamba watu wanafunga tu. Wewe ukishafunga uswali vurugu, uswali magharibi, isha usiswali, siku zingine uswali,
usiku huamki, Qur'an husomi, shekhe, hii inaweza ikawa ndio Ramadhani yako ya mwisho na itakuwa umelosa. Huu ndio ukweli wa mambo. Shekhe, huu ndio ukweli wa mambo. Pengine hii ndio Ramadhani ya mwisho, amka, hakikisha, jiongeze. Nafikiri ndugu zangu, khairul kalami ma qalla wa dalla. Leo nimesisitiza umuhimu wa kuongeza ibada, ndani ya 10 la kati. Inshallah, wenyewe wanasema khairul kalam ma qalla wa dalla. Ikiwa kuna swali jepesi tutasaidiana kujibu, tuko wengi hapa. Ikiwa kuna swali tutie dua inshallah. Hamna swali lolote? Wallahi nyinyi kama ni wanafunzi ungekuwa ni wa university. Mimi nitauliza swali hapa. Nitauliza mimi. Ngoja niulize mimi mjumbe. Haya, uliza. Tukueleze kuomba toba usiku kama msimamo. Msimamo usiku. Kwa kustaghfiri, naomba toba ya Mungu. Haya, mzee wangu, banko wangu auliza, hii toba ya usiku naiomba namna gani? Tushasikia watuambia tuamke. Tukiamka tufanyaje? Tujipinde huu usiku, tukiamka tuanza wapi, tumaliza wapi? Kabla ya kujibiwa swali lake Sheikh Salim, kuna swala ya tarawih. Tarawih ni swala ya usiku. Pale Mtume alisema man qama, mwenye kusimama mwezi mtukufu wa Ramadhani imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama. Mwenye kusimama usiku wa Ramadhani imanan wa ihtisaban, hapa inaingia swala ya tarawih ambayo wewe uswali, wewe unaikimbia na unaambiwa mwenye kuiswali tarawih imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi, anakwenda kusamehewa madhambi. Sasa wewe uko gani? Kuhusiana na tarawih, kwanza ukitaka kuamka usiku hutoswali witri wakati wa tarawih, sababu witri ni kufanya nini? Kufunga kazi. Ukiwa na mipango yako ya ibada zako za ziada, hutofunga na witri wakati watu wanaswali witri, kwa sababu una kipindi cha kuamka. Swala za usiku au amali za usiku ni amali yoyote ile inayofanywa baada ya kuamka. Hiyo ndio inaitwa tahajjud. Tatajafa junubuhum anil madajih yadhkuruna rabbahum. Hapa amali yoyote utakayoifanya usiku baada ya kuamka, hiyo inachukuliwa kama ni amali kama tahajjud. Umejiepusha kwenye usingizi babu zako, ukaamka ukasoma Qur'an, kuna aya ile unasoma, nimesahau katika hizi sura hizi za mwisho Tabaraka, kwamba ile tusome Qur'ani usiku, inna Qur'ana al-fajr kana mashhuda. Kuna nyingine ambayo inasisitiza usomaji wa Qur'ani kipindi hicho. Kwa hiyo unapoamka ni wewe mwenyewe unapojipanga.
unaweza ukasoma Qur'ani, ukaleta adhkar, ukaswali. Amali yoyote ambayo inamridhisha Mwenyezi Mungu na ufanye usiku, hiyo iko kwenye grupu la tahajjud. Namna gani utamuomba Mwenyezi Mungu msamaha? Kesho tutakueleza zile istighfar na sayyidul istighfar, na ile bwana, yani ile kubalao la istighfari ambayo pia ametufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, niwaulize swali sasa. Je, nimeamka usiku, niko na mke wangu na wanangu nyumbani. Kwanza niwaeleze swala za sunna ni bora kuswaliwa za usiku, kuswaliwa majumbani. Tunasema la taj'alu buyutakum qubura, msiajalie majumba yenu kuwa ni kama makaburi. Unamweza kumwamsha mkeo na wanao mkauisha ule usiku kwa kufanya ibada tofauti tofauti, lakini inakuwa bora zaidi ikiwa wewe mwenyewe ukajipanga ili kuonyesha namna gani umeamua kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kufanya ibada usiku nyumbani ni bora zaidi. Swala za usiku za sunna kuzifanya nyumbani ni bora zaidi, na ndivyo alivyotufundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi.